Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ama baada, watazamaji, wafuatiliaji, walimu mbalimbali katika channel hii ya Nurdin TV. Leo nianze kidogo kwa yale ambayo nayafahamu mimi yanayopatikana au yani siri, miongoni mwa siri ama maajabu makubwa yanayopatikana katika dawa inaitwa Halmal. Halmal ni dawa moja mujarabu sana, haswa kwenye kupambana na uadui wa kichawi pamoja na viumbe katika miili pamoja katika maeneo sawa. Kwa hiyo Halmal tunaweza kusema ni dawa miongoni mwa dawa kubwa sana kwa ajili ya kuondosha uadui wa kichawi na uadui wa kijini, aidha kwenye mwili, aidha kwenye maeneo, kwenye eneo lako la kazi, masuala mengine kwenye mji na hivyo sawa. Tukianza, Halmal yenyewe hii inapatikana sana kwenye maduka ya dawa za Kiarabu, maduka ya dawa asili. Ukiwaambia mimi nataka Halmal, wengi wanayo, na hii dawa mujarabu sana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halmal ina matumizi gani? Endapo kama ukamwona mtu ana matatizo ya kukaushwa damu na sheitani, shangaa kama mtu unaenda kumpima sikoseliana, ukienda kumpima huko hivi, ingawa sikoseli karibu yote ni hasbabi za kijini. Mwili wa binadamu ukiona unaenda una mambo ambayo hayaeleweki, ujue ni jini. Zipo hadithi kabisa tunakwambia homa yote ni jini. Majini wameumbwa kwa moto, ndio maana mtu leo akiwa anauma homa kidogo, unamshangaa mwili ule unakuwa na hali fulani ya kuwa na joto jingi, sawa. Halmal akiwa mtu anaondosha jini, anakula damu, ukimpa ile damu kesho inatoka, nampa damu hivi kesho anatoka. Na kushauri tu, kama utapata hizi dawa, ni miongoni mwa dawa ambazo nitakuanzishia, lakini dawa yake kubwa ni Halmal. Sawa, dawa yenyewe ni nini? Nenda kachukue maji ya ndimu. Sasa yani chukua ndimu tu, unavyojua ndimu, kamua, pata maji kidogo, labda vijiko vitatu. Kisha chukua kozibara, kisha chukua shamu. Hivi shamu hivi utazitwanga kidogo, utaziweka kwenye maji ya ndimu yako. Hiyo kozibara unatwanga kidogo, unatia. Utachukua kipande cha hambari ambayo nyeupe, utakamua utaisaga kidogo, utatia. Unaenda kutafuta mafuta ya uto, Waarabu ito sariti. Kama watu Waarabu kule mkiita sariti, inaitwa mafuta ya uto au mafuta ya nini? Ukiwaambia tu hivyo mafuta ya uto wanaelewa. Mafuta nadhani uto, wengine Allahumma salli ala Muhammad, ufuta. Mafuta ya ufuta, lakini kwa Kiarabu ito sariti, sawa Na utatia humo, kisha utachukua filfili kidogo, utatia mule. Sawa Kisha kitoka hapo utatia na karafuu maiti kidogo, unachanganya. Mgonjwa hii dawa mpe apake mwili mzima. Huyu mtu ambaye anakaushwa damu hasa kwa majini na mashaitani. Sawa, alafu achukuliwe Halmal, pango ile kidogo, unampa anajifusha. Anajifusha. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, jini, mchawi, simanini, hakuna kitaweza kumuondoshia damu yule. Sawa. Halmal hii peke yake ndio ambayo inakusudiwa jini yule asiweze kula damu na aondoke. Lakini kaja mafuta ni kumlinda yule mdudu asije akaondoka akamwachia na madhara. Kwa sababu unaweza kumfukuza mdudu akaondoka, lakini uondokaji wake anaweza akamwachia maradhi, akamwachia vifungo, akamwachia ubaya wote. Ili aweze kutoka akiwa salama yule mjini, basi mpe hizi dawa. Lakini ni dawa nzuri sana kama kinga kwa ajili ya yule kiumbe au mdudu wote yule mwenye mtu mbaya au mtu mwenye kidudu kibaya katika mwili wake. Sawa. Mtu anaweza akaitumia Halmal katika maradhi yoyote ya kishaitani, kama fusho. Yeyote yule mwenye kupandisha, anapiga makelele, anaota vibaya, sawa analala usiku anakabwa na majini mahaba huko, ana makorokoro mengi. Haswa tu unajua hii inasababishwa na jini. Mpe atwange unga wa Halmal, anataka kutumia kunywa kidogo, mwingine anajifusha hivyo. Kwa zake Mwenyezi Mungu ni dawa kubwa mujarabu. Halmal unaweza ukaitumia endapo nyumbani kwako watoto wanaweweseka sana usiku, piga makelele kulala. Wanakuwa na ndoto za ajabu, mtu hata kama wewe mwenyewe unalala ndoto mbaya, mtu umekawa, ndoto unakufa na mambo mengine ambayo hatari, sawa. Chukua Halmal, uwe ni rafiki yako. Sio lazima tu kae miaka mitatu eti hujafuta Halmal. Halmal yenyewe inauzwa shilingi 500 sio 1000. Ni kiasi tu kidogo sana cha pesa.
Sawa sawa. Kwa hiyo unachukua vyumba vyote, unachoma Hadmar, unachoma. Kama kwenye kile kinyumba au kwenye huo mji wako kuna uchawi umezikwa, inaua. Kama kuna jini mbaya ameangania ule mji, anakufa. Kama kuna sijui nini misukule itaondoka. Kama kuna uadui ni kadha wa kadha, yoyote unahisi wewe, lakini unajua tu ni mashetani basi. Halmari vile vile inafushwa, ama unaweza ukaitumia ukaiweka katika nyumba yako, kwenye duka au eneo lako la biashara, endapo unahisi inakiza, kwa sababu maeneo mengine mtu anaanza vizuri, mwisho wa siku mambo yanakwenda kuvurugika basi na kuelewa imeanzia wapi wala ni nini. Basi wewe chukua huo halmari iwe unaichoma mwe kwenye eneo lako la kazi, basi kwa utukufu wake Allah Mwenyezi Mungu mwenyewe utaona mambo yanazidi yatafunguka na mambo mengine yatakwenda vizuri. Sawa Halmari tumia hata wewe mwenye manuksi, mwenye mikosi, una hali nyingi ambazo sio timizika, jifushe leo siku 3 utaona muujiza yake. Sawa wale ambao wenye wadudu wachafu kwenye mwili nimesema ndio dawa moja sana. Na kwa mafusho yako basi tumia sana Halmari. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu majibu tunapata. Sikose video ambayo imeibuka kote pale duniani. Na hii Halmari nimeizungumza, unaweza kuona kama kwa masiala au kwa uchache au kwa wepesi, lakini nimezungumza kwa lugha ambayo ni pesi kila mtu aelewe. Hii dawa moja ni moja sana. Sawa Usikose video yangu popote pale duniani, unaweza kupata vitabu hivi. Kwa wewe ambao unahitaji kweli kusoma na kujifundisha mambo mazito makubwa, basi nikusihi sana fika mpaka TAFIKM uweze kupata ile vitabu. Lakini kwa ambao kwa mbali unaweza kupata njia ya PDF au kwa njia yoyote ile unaomba utaichagua wewe mwenyewe. Mimi Mwalimu Libuka na ina Dwara TV. Assalamu alaykum warahmatullahi